moja kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga pamoja na kuongoza kiwango cha misitu katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa kupanda miti 1000 ya asilia katika shule ya msingi ya Mtsangamali, mshirikishi wa kituo cha utamaduni cha Magarini Thuma Nzai alisema kuwa wanalenga kupanda miche milioni 20 ifikapo mwaka wa 2030 katika ukanda wa Pwani. Mzee wa kaya James Kalu alitaka serikali kujumuisha wazee wa kaya katika zoezi la upanzi wa miti kwa sababu wao ndio walio na ujuzi wa kujua miche inayofanya vyema maeneo ya Pwani. Unajifunza kulingana na ripoti ya sisi yetu tunapanda asilia kwa sababu asilia katika sehemu yetu hii ya mwambao huwa inastamili joto. Unajua si kila mtu unapandwa kila mahali. Na utaona kama maofisa wa foresti au wale wengine hawafanyi utafiti kama wazee wanafanya. Kwa sababu kila eneo liko na mazingira yake. Tuko tayari kupanda miti sehemu za makanisa, hata mijini. Hii miji ambayo tunakaa, tena hatutaki tukuona mji unapigwa na kiangazi, hakuna mti hata mmoja hapo mjini, hapana. Tunataka kila mji iwekwe miti ili kwamba kuwe na vivuli. Na hii miti ni muhimu maana inaleta hewa mzuri kwa jamii. Tuwe na ufahamu wa kupanda miti katika misitu yetu. Na ndio maana sisi tuko na ile ya matunda na pia tuko na ile ya asilia ili kurudisha tu misitu yetu, kama vile kila mmoja anaona ya kwamba misitu imeathirika sana, ni kama inaelekea kuisha tu. Kwa hivyo langu mimi ni kushirikiana sote, si nani sote kabisa, mashule, individuals, watoto, tushirikiane ili tupande miti kwa wingi. Bila shaka dakika 28 zimekatika baada ya saa 5. Nataka nipate pumziko fupi, nikirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo na vile vile baadaye tutakuwa tunaingia kwenye mahojiano tukiangazia masuala ya athari ya janga la plastiki na kero lake na vipi ambavyo tunaweza kudhibiti plastiki. Je, tuache kutengeza plastiki, na kwa nini plastiki licha kupigwa marufuku nchini Kenya bado zinatumika? Sende mbali mtazamaji.